Wazee mtaulizwa, vijana mtaulizwa. Muogope Allah. Nawaambieni sana wa maamuma, tumuogope Allah. Isiyokuwa amana ya Allah, isiyokuwa amana ya Allah. Kama kila mtu angilifanya mambo yake na hakuna ambaye angilizarauliwa mtu juu ya kuwasimamia, juu ya kuwalingania Waislamu, mnazarau mashekh Waislamu, mnawazarau viongozi wa dini, viongozi wa dini. Tumuogope Allah. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Hatutaki kwenu malipo, hatutaki kwenu shukurani. Ni aibu. Wazee mtaulizwa kwa wale watu ambao wako wanaleta fujo katika nyumba yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mtaulizwa, mtaulizwa. Wangapi mashekhe wameiacha dawa? Wangapi wanachuoni wanaacha misikiti kwa ajili ya kuogopa maneno ya Waislamu? Wengine wanazani ya kwamba imamu anawina kutokamana na sadaka ya msikiti. Maimamu wangapi? Bonyeza subscribe. Saifdur TV, safisha itikadi yako. Allahu bihi al-ghumma wa tarakana ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Wa ba'd. Ikhwatul iman, udhakkirukum wa udhakkiru nafsi bittaqwa Allahi azza wa jalla kama qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da al-isti'adha wal basmalah وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. وقد قال الله تعالى أيضا بعد الاستعاذة والبسملة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ndugu zangu Waislamu, tukianzia kumshukuru Allah na kuzitaka rehma na amani zimwendee kiongozi wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ye pamoja na watu wa nyumbani kwake na maswahaba zake na Waislamu ambao watakaoshikamana na mwenendo wake mpaka siku ya Kiyama. Tunamuomba Allah tujalie tuwe miongoni mwao, Allahumma amin. Udhakirukum wa udhakiru nafsi bitaqwa Allahi azza wa jalla. Ndugu zangu Waislamu, nikiwakumbusheni na nikikumbusha nafsi yangu kwenye kumcha Allah, tumwogope Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumwogopa, kwa sababu wasia wa kwanza ambao Mwenyezi Mungu aliwahusia wale ambao waliotutangulia na sisi ambao tuko sasa hivi tunapumua, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuhusia kwenye kumcha Allah. Na ikawa kweli tutakuwa sisi ni wenye kumcha Allah, ndipo sisi tutafaulu katika hii dunia. Ama khutba yetu ya leo tutaitembelea maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuzungumzia kuhusikana na fitna. Na fitna, ndugu zangu Waislamu, leo katika mujtamaa wetu wa Kiislamu ndiyo jambo ambalo
dhihirika. Ndiyo jambo ambalo leo fitna baina almuslimin, fitna baina ya Waislamu, ndiyo jambo ambalo leo ni lenye kuwa na ampleur, ni jambo ambalo leo linaonekana kwa wazi sana. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad sahha ani nabii sallallahu alaihi wasallam, na imesihi kutoka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema la taqumu sa'atu hatta tadhhara alfitanu, hakitosimama kiyama ni mpaka pindi ambapo itakapodhihirika fitna, wa yakthura alharaju, na pindi ambapo itakapokithiri alharaju, mpaka masahaba wakamuuliza Mtume ya kwamba qalu wama alharaju ya Rasulullah, qal alqatlu, hakitosimama kiyama mpaka pale ambapo fitna itadhihirika. Hakitosimama kiyama mpaka pale ambapo itakithiri, itaonekana kwa wingi sana mauaji. Na leo ndiyo mambo ambayo tunayohudhuria, ndugu yangu Muislamu. Na ukiona haya mambo mawili huwa yanaonekana kwa dhahir, fitna, mauaji yasiyokuwa na hatia, ujue ya kwamba hii ni miongoni mwa yale ambao wanasema ya kwamba min ashrati saa, ni miongoni mwa alama za kiyama. Sasa fitna ikawa baina almuslimin, na hali ya kuwa Mtume amekwisha tutahadharisha, amekwisha tuonya, wewe Muislamu ujue ya kwamba hii inakuwa ni miongoni mwa alama za kiyama. Mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika kitabu chake, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wal fitnatu ashaddu min alqatli wala tuqatiluhum inda almasjidi alharam hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin. Huyu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wal fitnatu ashaddu min alqatli, na fitna ni jambo lilokuwa libaya kuliko hata kuua. Wal fitnatu ashaddu min alqatli, bimaana washirku billahi ashaddu min alqatl, hakika ya ushirikina, hakika ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo lilokuwa libaya sana kuliko hata kuua. Fitna inakuja kwa maana ya shirki, fitna inakuja kwa maana ya vurugo, ambayo hiyo fitna ni mbaya hata kuliko kuua. Lakini hili jambo Waislamu wanaliona ya kwamba ni jambo la kawaida, hali ya kuwa ni jambo ambalo linaharibu umma, linaleta virus katika mujtamaa. Ikhwatul iman, ndugu zangu Muislamu, kwenye Mwenyezi Mungu anakuambia ya kwamba fitna ni mbaya kuliko hata kuua. Sasa yule ambaye ni mwenye kuua, ilioje mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala? Ilioje wewe ambaye ni mwenye kuua nafsi ya mu'min, ilioje mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala? Mpaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema waman yaqtul mu'minan mutaammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adhaban adhima. Sikiliza, Allah
Sikiliza gisi ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha adhabu ya mtu ambaye ni mwenye kuua mu'min, muaminifu, ambayo anayoipata. Allah anasema, na yule ambaye atakayeua nafsi ya mu'min mutaammidan, kwa makusudi, fajazauhu jahannam, malipo ya yule mtu ni kuingizwa katika moto wa Jahannam. Wewe unaua mtu, unaua mwaminifu kwa makusudi, malipo yako wewe utaingizwa katika moto wa Jahannam. Khalidan, utaishi humo milele, fiha, ndani yake. Hiyo ni adhabu ya kwanza. Wa ghadiba Allahu alayhi, wewe utakasirikiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni adhabu ya pili. Walaanahu, na wewe utakuwa unapata laana, na hii ni adhabu ya tatu. Wa a'adda lahu adhaban adhima, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuahidi wewe adhabu iliyokuwa kubwa isiyokuwa na mfano wake. Ilioje! Aya ndiyo ambayo pinisho ya mtu ambaye anayeua. Sasa ilioje sasa pinisho ya yule ambaye ni mwenye kuleta fitna katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, tunapo wahubiria maneno yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, waumini nyoyo zao huwa inatikisika. Leo watu inakuwa wanahubiriwa qala Allah wa qala Rasul, wanadhani ya kwamba ni istihza. Ndugu zangu Waislamu, tumwogope Allah, tumche Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ibilisi halali, shaitani halali. Shaitani kila siku anawahimiza watu wafanye fitna, walete vurugo, mpaka pale Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo arawi ya Jabir ibn Abdillah. Hii hadithi amepokea Jabir Abdillah ibn Abdillah, mtoto wa Abdillah. Hii hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume anatuambia ya kwamba inna shaitana qad aisa an ya'budahu almusalluna fi jazirati alarabi walakin fi tahrishi bainahum. Inna shaitana, hakika ya shaitan, amekata tamaa, qad aisa an ya'budahu almusalluna fi jazirati alarabi, shaitani amekata tamaa ya kuabudiwa na wale ambao ni wenye kuswali katika jazira, katika kisima cha Waarabu. Jazira ni ile ya Waarabu. Walakin fi tahrishi bainahum, lakini shetani alipoona ya kwamba watu hawamsujudie, watu hawamwabudu, watu hawamtii, anaona ya kwamba jambo ambalo litakalowapelekea watu wanipende mimi shaitan, walakin fi tahrishi bainahum, shaitani anaendelea kuchochea baina ya watu ili walete fitna baina yao, ili walete vurugo baina yetu. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na imekuja katika riwaya nyingine ya kwamba shaitani yeye desturi yake ni kuwaita wale wafuasi wake, anawatuma wende wamfanzie kazi, mpaka wale wafuasi wake wanaporudi kupana raporo kwa kiongozi wao shaitani, wanasema ya kwamba leo mimi nilimzuia mtu fulani kuswali salatul fajr, leo nilimzuia mtu fulani kutoa sadaka, leo shetani anasema ulifanya kazi nzuri. Lakini shetani huwa anafurahia yule ambaye mfuasi wake ambaye atakayeenda kukoroganisha
baina ya bibi na bwana. Yule mfuasi ambaye atakayekuja kwa shetani ambia, leo mashallah bwana fulani na bibi fulani katika nyumba yao leo hawakupatana, leo ilikuwa ni rushe ni kurushe, leo ni moto uliwaka. Shetani anasema ya kwamba pale wewe ulifanya kazi. Na mwingine ambaye shetani anamfurahia ni yule ambaye anaeleta vurugo baina ya Waislamu. Anaenda pana ripoti kwa shetani, anamwambia kwamba leo nilikoroganisha maamuma na imamu wao, leo nilikoroganisha mfanyakazi na bose wake. Shetani anasema pale wewe ndio umepata daraja iliyokuwa ya juu, umefanya kazi. Ndugu zangu Waislamu, tumche Allah hali ya kuwa hakujiinteresi na mambo ya Uislamu na maendeleo ya Uislamu. Falaisa bimuslimin, yule haiko miongoni mwa Waislamu. Mpaka katika hadithi nyingine nasema man la yuhtim bi amri almuslimina bi umri almuslimina falaisa minhum, yule ambaye asiyejiinterese na baadhi ya maendeleo ya Uislamu haiko miongoni mwao. Wanapowaambia kitu fulani Waislamu tujenge, mtu anasema hapana, usitoe saki asima pale, usitoe, imamu atakula. Mtu anashimama kideti, anasema ya kwamba imekataziwa kutolewa sadaka ndani ya msikiti. We shekhe unakuja unasema ya kwamba toa sadaka, na sadaka ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sadaka ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, tumfate yule ambaye anaitoa hiyo amri au tumfate wana Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Waislamu, tumfate Allah au tumfate Bwana Mtume au tumfate mtu kwa ajili ya kuisimamisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu, hii ni amana. Dini ni amana, wala sio maneno yangu, ni maneno yake Allah. Mpaka Mtume anasema in kuntum tuhibbuna Allah, ikawa kweli nyinyi ni wenye kumpenda Allah, fattabi'uni, nifateni mimi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah atawapendeni. Hivi mnampenda Allah ni kwa sababu ya kusali tu swala tano, na hali ya kuwa yeye anakuambia wa aqimu salah wa atu zakah? Huu ni Allah, simamisheni swala, toweni sadaka. Hii ni amri ya Allah, kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua katika huyu umma lisaili wal mahrum, kuna watu ambao wanaweza wakakuwa ni wenye kupungukiwa, watu wanaweza wakasaidiwa, lakini kuna watu wanaweza wakamuunga mtu fulani kwa ajili anasema, lakini dini ya Mwenyezi Mungu, sheria ya Mwenyezi Mungu inadidimia, na wewe Muislamu huko unaona, na ujue ya kwamba kesho utakuwa mas'ul mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Utakuwa mas'ul, utaulizwa. Yewe ndugu yangu Muislamu, tuache mambo ya fitna, tuwe kwenye maendeleo, na ujitolee wewe Muislamu kwa nafsi yako na mali yako
kwa ajili dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iende mbele. Kwa sababu haujue sehemu ambayo utakao kufia wewe. Wewe unajiuliza kwamba nitasema nini mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala? Nimekwisha tanguliza kitu gani mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambacho kile kitu kitakuwa ni kenye kukutetea mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala? Kama uko aliman, mjuzi, elimu yako watu walifaidika nini kwayo? Kama wewe uko na mali, watu walifaidika nini? Kama uko na nguvu, watu walifaidika na nini kutokamana na nguvu yako wewe? Mtume aliona hili jambo la fitna kwamba litatokea, na akasema inna likulli ummatin fitnatan, hakika ya kila umma ina fitna yake, ina vurugo zake. Wa inna fitnata ummati almal, na hakika ya fitna ya umati wangu njo mali. Huu ni Mtume. Pesa njo fitna ya umati wake, pesa, mali. Na ndio maana ikitolewa hapa fisabilillah, kila Muislamu anatoa maoni yake. Ikitolewa fisabilillah hapa, kila mtu anatoa jijma yake. Mtume alijua hii ni msikiti ya kidogo sana. Ni aibu sana ndugu zangu Waislamu, hii ni msikiti ya kidogo sana, ikawa fitna ya mali itakuwa kwenye huo msikiti. Ilioje wenzetu ambao wamekwisha tupita, wamekwisha endelea, wanaingiza katika misikiti zao ma 5,000 2,000 de dollars, lakini wanekaa kimya, hawazungumze. Ilioje hapa kwetu, hata 100,000 francs haienee, hata 50,000 francs haienee, hata 20,000 francs haienee. Kisha mtu anashimama anasema ya kwamba mtu fulani iko anaiba makuta ya msikiti. Tumuogope Allah, tumuogope Allah. Nawaambieni sana mamamuma, tumuogope Allah. Isiyokuwa amana ya Allah, isiyokuwa amana ya Allah. Kama kila mtu angilifanya mambo yake na hakuna ambaye angilizarauliwa mtu juu ya kuwasimamia, juu ya kuwalingania Waislamu, na zarau masheikh Waislamu, mnawazarau viongozi wa dini. Tumwogope Allah. La nuridu minkum jazaan wala shukura, hatutaki kwenu malipo, hatutaki kwenu shukurani. Ni aibu. Wazee mtaulizwa, vijana mtaulizwa, kwa wale watu ambao wako wanaleta fujo katika nyumba yake Allah subhanahu wa ta'ala, mtaulizwa. Mtaulizwa wangapi mashekhe wameiacha dawa, wangapi wanachuoni wanaacha misikiti kwa ajili ya kuogopa maneno ya Waislamu. Wengine wanazani ya kwamba imamu anawina kutokamana na sadaka ya msikiti. Maimamu wangapi wameacha, lakini wanaendelea na maisha yao. Riziki inatoka ni kwa Allah, riziki inatoka ni kwa Allah. Wewe Muislamu, kama hauna imani ya kumtegemea Allah, kama una imani ya kumtegemea Allah, utadhalilika, utadhalilika.
kabla hujaondoka katika hii dunia. Na kuna wengine wanajifanya kuwa ni waspesialisti wa kuleta vurugo katika mujtama wa Kiislamu. Fungua katika suratul Buruj, fungua katika suratul Buruj, utasikia Mwenyezi Mungu isi anatuambia, innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannama walahum adhabul hariq. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat, hakika ya wale ambao ni wenye kuwafitinia waumini, hakika ya wale ambao ni wenye kuwaletea vurugo, mauzi waaminifu miongoni mwa wanaume, wal mu'minat, na miongoni mwa waaminifu wanawake. Wale wafitinishaji wale, mzee anajiita kwamba mie ni mzee wa fitna, nimekwisha angusha maimamu wangapi, yule imamu ni kitu kidogo sana. Kama we kazi yako ni vile, sikiliza, Allah anakuambia ya kwamba thumma lam yatubu, ikawa we tabia yako ni hiyo, thumma lam yatubu, kisha we ukashindwa kutubia mbele yake Allah kutokamana na hiyo sifa yako ya ufitinishaji. Allah anasema falahum adhabu jahannama, falahum adhabu jahannama fil akhirah, wewe utapata adhabu ya jahannam. Walahum adhabu alhariq, bimaana walahum adhab fi dunia, na utapata adhabu katika hii dunia. Kuna Waislamu ambao tabia yao ni kufurahia magumu, matatizo ya ndugu yao Waislamu au ndugu yake Muislamu. Wewe unafurahia ndugu yako Muislamu iko mshomaji, unacheka. Muislamu anafukuzwa kazini, wewe unafurahia, unafurahi, na kalikuwa kalishajiona kwanza. Itakusaidia nini? Kama tadinu tudani. Mtume anatuambia kwamba mtu kama na yule, miaka itapita, lakini hautoondoka katika hii dunia mpaka kwanza Mwenyezi Mungu akufersibia vile ambavyo uko natakia wa ndugu yako mabaya. Hata kama ubipate leo, utabipata après même décennie. Huyu ni Allah. Aqulu ma tasnaun, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, hakika yeye ni msamehevu pia na ni mrehemevu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala almab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin, wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, tumche Allah, tumche Allah, tumwogope Mwenyezi Mungu, kwa sababu wale watu ambao ni wenye kuleta fitna, Mwenyezi Mungu amewazungumzia vibaya sana. Mpaka Mwenyezi Mungu anasema wal fitnatu ashaddu min alqatl, fitna ni mbaya kuliko kuua. Wala tuqatiluhum inda almasjidi, inda masjidil haram, wala tuqatiluhum inda almasjidil harami, na wala msiwapige
wale wafitinishaji inda almasjid alharam, katika msikiti Masjid alharam iko Maka, hatta yuqatilukum fihi, mpaka pale ambapo wale wafitiniaji, wale washirikina, wale wenye kumkufuru Mwenyezi Mungu, mpaka pale ambapo watakapowapigeni nyinyi ndani ya msikiti. Fa in qatalukum faqtuluhum, wakiwapigeni vita wapigeni na nyie vita. Huu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mkiona mtu anakuya na mambo ya fitna ndani ya nyumba ya Allah, wewe kijana wa Kiislamu, wala usishindwe huko na msikia, kwa sababu Allah anasema fa in qatalukum faqtuluhum kadhalika jazaa'ul kafirina. Fungua al-Qur'anul Karim. Tuogope fitna ndugu zangu Waislamu, tuogope fitna, tuogope fitna. Hiyo ni usia yangu, na tujenge amani baina yetu. Mimi siwachukii, nawapenda sana ndugu zangu Waislamu, na kama kuna yule ambaye anajua ya kwamba mimi nimemkosea, anisamee. Hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatujue kesho kama tutafika, wala sijue ya kwamba kesho na wewe utafika. Ikawa Allah ataita mmoja miongoni mwetu, basi tuitikie wito hali ya kuwa tuko katika amani na usalama. Mwenye kuwa na fikra yake ya maendeleo amuone imamu, tutaungana na tutakuwa pamoja. Na yule ambaye anayetaka vurugo, basi ajue na atambue ya kwamba msikitini sio sehemu ya vurugo. Msikiti ni sehemu ya kuswali swala tano, ni sehemu ya watu kujishughulisha na tilawatul Qur'an, watu kusoma Qur'an, ni sehemu ya watu kusikia durus. Kama kutakuwa mashekhe wawili mashallah, kinyume na Sheikh Said, kutakuwa watatu, watano, wa 10, nitakuwa mie na furahi na kutana. Naona mwalimu Isa yuko kule anafundisha watoto mashallah, naona shekhe mwingine anashughulikia vijana mashallah, naona shekhe mwingine anashughulikia wamama mashallah. Dada yetu amlipe yule, Allah mlipe dada yetu ambaye ametoka mbali, anawafundisha wamama kila siku pale. Ndio maendeleo ya msikiti. Allah walipe wenye kufanya usafi wa msikiti, na muendelee kufanya kazi ya Allah. Ikawa Waislamu watashindwa kuwashughulikia, hata mimi imamu wenu nitawashughulikia. Wenye kuendelea kutoa adhana, endeleeni. Hii ni thawabu ambayo mnaoipata. Wasiyajua thamani na fadhila ya muadhin ndio wale wanaendelea naleta fitna, na wale ambao wataendelea naleta ulinzi, kutekeleza ulinzi wa msikiti waendelee, na wale ambao watakoendelea na vurugo zao waendelee na vurugo zao katika manyumbani zao, sio msikitini. Faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur, anayependa anayetaka aamini na yasema paske sio yangu ni ya Allah, na yule ambaye asiyotaka binamuona. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأرضى منهم الخلفاء خصوصا أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأصحاب الذين ما ذكرناهم رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين